Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kuweza kufanya kilimo katika misimu yote, hususan kilimo cha mpunga na mboga mboga. Ni mshukuru vile Mheshimiwa Kija, mbunge wa viti maalum mkoa wa Lindi, kwa swali lake la msingi, na atambue tu kwamba serikali kuna miradi ambayo tunatekeleza katika mkoa wa Lindi ya umwagiliaji. Ipo ambayo tumeanza, ipo ambayo tayari tumesha saini mikataba na wakandarasi, wanasubiri tuwalipe tu ile fedha ya mwanzo, advance payment, kwa ajili ya wakandarasi wale waanze kazi. Ipo ambayo tunamaliza sasa hivi feasibility study kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaingia hatua ya pili ya kutangaza ili tupate wakandarasi. Kwa kazi inaendelea, lakini maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba tunafanya usanifu wa kina na upembuzi yakinifu katika mabonde yote nchini, yakiwemo yale yaliyopo katika mkoa wa Lindi, ili kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima waweze kulima kupitia kilimo cha umwagiliaji kwa mwaka mzima. Kwa kazi inaendelea na tutaitekeleza kama ambavyo imepangwa. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Dr. Wilson wa kata ya Buswahili, napenda kwanza kuishukuru serikali kwa kuwajengea bwawa la umwagiliaji maji mwaka 1998 katika kata ya Buswahili, na skimu ile ina ekari 5,000 ambazo ni nzuri sana kwa kilimo cha mpunga. Lakini kwa sasa bwawa hilo matope yamejaa na ile mifereji imeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Sasa swali, je, lini serikali itapeleka fedha kwa ajili ya ukarabati au ujenzi wa bwawa hili? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika, nimshukuru Dr. Maera, mbunge wa jimbo la Butiama, kwa swali la msingi, na bahati nzuri jambo hili alishafika ofisini kuhakikisha kwamba tunatenga fedha ili bwawa lile, kwa sababu jukumu tunaloenda kulifanya ni kuondoa ile, sababu bwawa limeshajaa tope na alifanyi kazi kama mradi ambao uliokuwa awali, na nimthibitishie tu kabisa kwamba timu yetu imeshamaliza kufanya study katika eneo hilo. Sasa hivi wanatafuta fedha ili waweze kufika na kujirekebisha. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Bulaya. Mheshimiwa Waziri, wewe ulikuja Bunda, moja ya eneo ambalo ulitembelea mnada wa Bitaraguru na uliona hali ya lambo la Bitaraguru. Haya marambo kweli yapo, lakini ufanisi wake ufanyaji kazi ni mbovu kutokana na marambo kutokuwa kwenye hali nzuri. Lakini halmashauri zetu bado changa. Nini mkakati wa dharura hasa kwenye yale marambo ambayo yana shida, rambo la Mtimilifu Bukole pamoja na Rwabu, ili basi wafugaji wetu waweze kunyeshwa mifugo kwenye mazingira mazuri? Swali la pili, ni miaka takriban 3 mfululizo halmashauri ya mji wa Bunda haijapata ruzuku ya dawa za kuoshea mifugo, hivyo inaathiri afya ya mifugo kutokana na kupata maradhi, lakini na kukua kwake. Nini tamko la serikali kuhakikisha ruzuku hiyo ya dawa za kuoshea mifugo zinafika katika halmashauri ya mji wa Bunda? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mbunge wa Bunda mjini, kama ifuatavyo. Ni kweli nilifika katika jimbo lake na nikaona mnada ambao wizara imejenga, na mnada ule umewaongezea fedha kwa taarifa nilizonazo, na mapato yameongezeka kutokana na mnada huo. Ninachohimiza, halmashauri zikipelekewa miradi alafu zikakusanya fedha, zile fedha zirejee katika maendeleo ya sekta walikokusanya fedha. Tatizo tulilonalo katika halmashauri zetu, hawaweki vipaumbele katika maeneo ambayo wanapata fedha, na kwa wilaya za Bunda wanapata fedha kwa kiwango kikubwa katika sekta za mifugo, lakini uwekezaji wao kurejesha huko unakuwa mdogo na visingizio vinakuwa mapato madogo. Huwezi ukapata bila kuwekeza. Wizara inasaidia kuwekeza miundombinu hiyo, lakini halmashauri ina jukumu ya kuhakikisha kabisa kwamba maeneo yanayowapa mapato pia wao wenyewe waweke utaratibu wa namna wanavyopata fedha kwa kushirikiana na wizara ili waweze kuendeleza maeneo hayo. Kwa hiyo katika marambo ambayo hayafanyi kazi, wizara imejipanga kuhakikisha kwamba marambo ambayo tayari imejenga na miradi mingine iliyojengwa
ikamilike na ifanye kazi kabla ya kuanzisha miradi mipya, na kwa Bunda pia tutapita kuangalia hilo rambo kuweza kulifanya lifanye kazi kwa ufanisi. Kuhusu swala la ruzuku ya dawa, majibu yangu ni yale yale. Mheshimiwa Spika, tunapokaa hapa sasa hivi tunakamilisha nyenzo za utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo kwa maana ya mpango wa mwaka 2026 na 27 na bajeti ya serikali. Kwa kuanza na utekelezaji mwezi Julai, tumejipanga kuhakikisha kwamba serikali, halmashauri, wabunge pamoja na sekta binafsi tuangalie maeneo ambayo tunaweza kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunakuza sekta ya mifugo, hasa katika maeneo ya afya ya mifugo ikiwemo pia dawa za kuoshea mifugo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Emanuela. Mheshimiwa Spika, niende polepole kwamba kuna fedha za kwenda kujenga majosho kwenye maeneo ya vijijini. Hizo fedha zinakaa Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo, haziletwi vijijini. Wizara zingine zote zinaleta zile hela vijijini. Kwa mfano, ujenzi wa sekondari tunapokea milioni 580 na kitu. Ujenzi wa kujenga vituo vya afya tunapokea. Ila hela za kujenga majosho zinakaa wizarani mpaka uziombe kutoka wizarani. Hili sasa hiyo system itaisha. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Getere kama ifuatavyo. Ni kweli iko miradi ambayo inatekelezwa katika ngazi ya wizara kama serikali kuu, na iko miradi inayotekelezwa katika ngazi ya halmashauri, na upo ushirikiano kati ya serikali kuu na halmashauri kutegemeana na aina ya miradi. Kuhusu kwa mfano fedha za kuelekeza kwenye majosho, huo ni mradi uliokuwa wa kiserikali kama ulivyo mradi mkubwa wa kitaifa kama wa chanjo, ambapo pia hata kama ni mradi wa kitaifa bado serikali kuu inashirikiana na halmashauri kutekeleza miradi hiyo. Kwa hiyo ninachokisisitiza hapa ni kwamba serikali inahimiza kuimarisha ugatuzi wa madaraka kwa kuhakikisha kwamba halmashauri zinapopelekewa miradi ziweze kuisimamia, huku serikali kuu ikisimamia masuala ya kisera. Nakushukuru sana Mheshimiwa Paulo Zakaria. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Jimbo la Mbulu mjini tuna vijiji 34, tuna kata 10 ziko vijijini, ukiacha mitaa 58. Katika vijiji 34 kwa miaka mitatu tumekosa ujenzi wa majosho mapya. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kuleta fedha kwa ajili ya kujenga majosho katika vijiji 34 katika jimbo la Mbulu mjini? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge wa Mbulu mjini kama ifuatavyo. Kama nilivyojibu katika majibu ya swali la msingi, serikali itaendelea kutoa huduma za mifugo kadiri ya upatikanaji wa fedha, na pia tunahimiza waheshimiwa wabunge kupitia mifuko yao ya majimbo pamoja na halmashauri kusaidiana na serikali kuhakikisha kwamba tunatoa huduma hizo kwa kushirikiana. Kipaumbele cha wizara sasa hivi ni kukamilisha miradi ambayo tayari tumeshaianzisha na haijatekelezwa. Lakini pia kwa mifano ninayoitoa hapa nikiwa najibu swali kama hili, wako waheshimiwa wabunge ambao ama wanasimamia halmashauri zao kutenga fedha kuelekeza kwenye eneo ambalo linahitaji majosho, na wako wabunge, na hapo namtaja mbunge wa pili, mbunge wa Monduli, ambaye yeye ameshirikiana na halmashauri yake ya Monduli kuhakikisha kwamba fedha za mfuko wa jimbo na halmashauri ya Monduli zitaelekezwa kwenye huduma za mifugo, hasa majosho na mabwawa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, narejea na sitachoka kuwakumbusha wajibu wenu kama madiwani kuhakikisha kwamba halmashauri zinasimamia maeneo ya uzalishaji mali na zinaelekeza pesa katika maeneo hayo ili ziweze kuhudumia wananchi, lakini kupata mapato zaidi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.